Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewapa siku 19 wamiliki wa silaha za moto kufika katika mamlaka husika kwa ajili ya kuzihakiki silaha hizo na kulipa vibali. Watu wawili wanaodaiwa kujifanya madaktari wanadaiwa kumchukua mtoto mchanga wa siku moja kutoka kituo cha afya Dareda Kati, Babati, Manyara na kutoweka naye kusikojulikana. Zaidi ya wafungwa na mahabusu 600 waliopo katika gereza la Ukonga wanatarajiwa kunufaika na kambi ya uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza. Na takwimu zilizochapishwa usiku wa kuamkia hii leo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Habari za sasa, mtazamaji wa Upendo TV. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA. Tuanzie hapa jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewapa siku 19 wamiliki wa silaha za moto kufika katika mamlaka husika kwa ajili ya kuhakiki silaha hizo na kulipia vibali. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, amewataka wenye silaha zilizoachwa na wamiliki waliofariki kuzirejesha kwa mamlaka ili kufuata taratibu za kisheria, pamoja na wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kuzirejesha kabla ya kuanza kwa msako mkali dhidi ya watakaokaidi agizo hilo. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao. Kwa nitangaze tena rasmi kwamba kwa wale wote ambao wanamiliki silaha wasikilize tangazo hili. Ni muhimu kwa mkoa mkubwa kama wa Dar es Salaam vitu vyetu kufanya chini ya utaratibu wa sheria na kanuni. Hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, wale wanaopaswa kuhakiki, wale wanaopaswa kurudisha silaha hizo, wale wanaopaswa pia kusalenda kwamba nilikuwa na silaha katika njia ambazo si halali, ninairudisha. Hata ukitaka nenda kaitupe mahali, jeshi la polisi litaiokota, litaiweka silaha hiyo, huku masuala mengine ya kisheria. Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa mkoa amewapa siku 6 makampuni ya mabasi kurejesha magari yao ndani ya stendi kuu ya mabasi iliyopo Mbezi Magufuli, kutokana na baadhi kutumia maeneo ya katikati ya jiji kama vituo vya mabasi. Kuanzia tarehe ya leo, tarehe 11 ya mwezi wa 8 2026 mpaka kufikia tarehe 17, yani siku ya Jumatatu, wale wote ambao hawana vibali vya kuoperate stendi zao katikati ya miji warudishe mabasi yao Ubungo. Kwa wale wote ambao hawana vibali vya kuoperate stendi hizo katikati ya mji warudishe mabasi yao stendi ya Magufuli. Kitendo cha kwanza kuyaingiza mabasi katikati ya mji, maana yake moja ni kusababisha foleni, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kunyang'anya fursa za bodaboda, za bajaji, za daladala, za mwendo kasi na kadhalika. Aidha, amesema kuanzia Agosti 17 mwaka huu serikali itaanza operesheni ya kuyaondoa malori yaliyoegeshwa katika maeneo ya road reserve, na kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wamiliki wa malori watakaokiuka utaratibu huo. Na sasa tuelekee huko Manyara.
Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Manyara. Watu wawili wanaodaiwa kujifanya madaktari wanadaiwa kumchukua mtoto mchanga mwenye umri wa siku moja kutoka kituo cha afya Dareda Kati wilayani Babati mkoani Manyara na kutoweka naye kusikojulikana. Mwanahabari wetu James Stanley ana taarifa hii. Hilo limezua taharuki miongoni mwa wananchi wa Dareda Kati, huko mama mtoto huyo Raima Mpinga akieleza kuwa watu hao walifika katika kituo hicho na kujitambulisha kama wahudumu wa afya kabla ya kumchukua mtoto wake. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, watu hao walifanikiwa kumchukua mtoto huyo kutoka kituoni, hali iliyosababisha uongozi wa eneo hilo kutoa taarifa kwa mamlaka za usalama kwa ajili ya kuanza ufuatiliaji. Walikuja wakasema kwamba wao ni madaktari, wanataka wachome watoto chanjo, na ilikuwa ni watoto ambao ni waliotoka kuzaliwa tu. Wakawa wanauliza jinsia ya watoto, wanauliza kila mtoto ni jinsia gani. Wakasema kwamba wanaenda kuchoma chanjo, wakamchukua mtoto, wakasema na wengine wajiandae waje wachukue watoto waende wakawachome chanjo. Nimekaa baada ya muda hamna mtu anayerudi. Kiukweli mimi ninachokiomba ni mtoto wangu tu apatikane. Na alafu pia madaktari wanasema kwamba wanaweza kuniruhusu mimi siwezi ondoka hapa bila mtoto wangu. Wa Dareda Kati Barnabas Obsan amesema uongozi wa eneo hilo umepokea taarifa za tukio hilo na wanaendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kufuatilia mazingira ya tukio hilo na kuhakikisha mtoto huyo anapatikana. Kwa hali halisi ya wananchi wangu, kwa kweli walilichukulia suala hilo kwa kweli kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu halijawahi kutokea. Ndio maana hata unawaona wako wengi hapa wanaozunguka hapa wanafuatilia jambo hili, swala hili kwamba limekuwa kwaje, jambo hili limetokeaje, kwa sababu halijawahi kutokea na wengine hawajawahi kusikia. Mganga mkubwa wa halmashauri ya Babati Madaba Osemkanga amesema uongozi wa halmashauri unafuatilia kwa karibu tukio hilo na kwamba hatua stahiki zinaendelea kuchukuliwa ili kusaidia kuhakikisha mtoto huyo anapatikana. Tukio ambalo sio la kawaida la mama kuibiwa mtoto. Huyu mama anaitwa Rahma Mpinga Mlai, miaka 19. Na huyu alikuwa ni mtoto wake wa pili. Mtoto wake wa kwanza na umri wa miaka 4. Na huyu tu ndio alikuwa amezaliwa mtoto wa kike. Kwa hiyo ilitokea kwamba muda wa saa 3 watu wasiojulikana ikiwa ni mwanamume na mwanamke, na yule mwanamume walijitambulisha kama ni watu wa huduma, walieleza kwamba walikuwa na lengo la kutoa huduma za chanjo kwa muda ule wa saa 3, ambao kabisa ni kinyume ambacho cha utoaji wa huduma katika vituo vyetu. Na walimchukua pamoja na kwamba kulikuwa na watoto wengine na mama wengine, watoto wao ambao walikuwa tayari wameshajifungua katika wodi ya kina mama baada ya kujifungua postnatal ward. Kwa hiyo walimchukua, na baada ya muda, baada ya risali moja, mama aligundua kwamba mtoto harudishwi, na ndipo alitoa taarifa kwa wauguzi waliokuwepo. Kaimu mkuu wa wilaya Babati Rebilus Mwema amesema vyombo vya usalama vinaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kwa lengo la kubaini na kuwakamata watu wanaodaiwa kuhusika, huku juhudi zikielekezwa pia kuhakikisha mtoto huyo anapatikana salama. Nimepokea taarifa ya awali, nimezungumza, nimepita kwenye maeneo haya, nimekuwa na ujasiri wa kuzungumza pasipo na shaka yoyote kwamba kuna uzembe mkubwa umefanyika kwa mlinzi wetu ambaye analinda kwenye eneo hili. Kwa hiyo nadhani nimeelekeza pia jeshi la polisi atoe ushirikiano kwa jeshi la polisi haraka sana, tuondoke naye ili aweze kusaidia. Ninasema haya kwa sababu mlinzi wetu bwana, wakati wahusika wanaingia aliwaona na akabaini, lakini hakutekeleza taratibu za kiulinzi. Na wakati wanatoka aliwaona, kwa sababu waliingia wakimweleza kwamba walikuwa kwa wawili kwenye gari aina ya Noah, na mwanaume alizungumza kwamba anaomba aingie ndani na kwamba ana mgonjwa yuko mahututi, yani yuko hoi. Lakini mgonjwa alikuwepo mwanamama yuko pale pembeni, na baada ya muda mfupi waliondoka. Sasa kuchukua jukumu la kuuliza kwamba mgonjwa huyu ambaye alikuwa amezidiwa hali yake imekuaje, lakini hakuchukua hatua za msingi za kukagua gari kama ambavyo taratibu zinaelekeza. Shusha vioo, washa gari, washa taa ndani ya gari, kagua buti na mazingira kama hayo. Na mambo mengine ambayo tumejiridhisha zaidi, tumedhani kwamba pia na yeye ni sehemu ya kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili tuweze kuchunguza zaidi, kwa sababu wameingilia kwenye geti, wametokea kwenye geti na kwa kipindi kifupi, na ameona, na tumekagua pia maandishi kwenye kitabu cha wageni, tumeona kuna mazingira ambayo kwa kweli yana uzembe wa hali ya juu sana. Kwa jambo hili tayari nimeshaelekeza kwamba tutaondoka naye na jeshi la polisi kwa ajili ya kusaidia upelelezi wa jambo hili
ili iweze kusaidia katika hatua muhimu za kuweza kumpata au kuwapata watuhumiwa hao. Lakini pia nimefuatilia, nimezungumza na wataalamu wa hapa, na kwenye hili nimedhani pia ni kwa uharaka zaidi pia niweze kuunda timu maalum itakayohusisha wataalamu wengine zaidi kuweza kufuatilia kama kuna mazingira yote ya uzembe pia kwa wataalamu wetu wa kituo hiki, na pale itakapoweza kubainika hatua zaidi pia zitachukuliwa kwa mujibu wa taratibu, na jambo hili nalo tutalizingatia. Lakini nitoe wito wa jumla kwa muktadha wa wilaya ya Babati. Moja, utokea kwa matukio haya kunaendelea kutuamsha zaidi pia kuchukua hatua kwa maeneo mengine, kuzingatia mazingira ya kiulinzi na kwa maeneo yote, licha ya kwamba taratibu zipo, lakini tunadhani pia tutaendelea kusimamia katika maeneo yote ya serikali, lakini pia na jamii kwa ujumla. Wito wangu kwa wananchi wawe wastahimilivu. Jambo hili limeleta huzuni na mshtuko mkubwa. Tangu nimeingia hapa nimekuta jamii ya wananchi kutoka kwa kijiji husika wamekusanyika hapa. Nimetaka watupe ushirikiano katika mazingira haya na kuleta ustahimilivu. Ninawaahidi hilo, na serikali iko kazini, kwa sababu kazi ya kwanza serikali ni kulinda usalama wa watu. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni James Stanley, Upendo TV, amani kwa wote. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameiagiza Tume ya Madini kuongeza muda wa uendeshaji wa masoko ya madini mpaka saa 3 kamili usiku, hatua inayolenga kuongeza fursa za biashara na kuhudumia wafanyabiashara na uuzaji wa madini kwa muda mrefu zaidi ili kuendana na mahitaji ya wadau na kuongeza ufanisi katika biashara ya madini. Ametoa agizo hilo wakati akijibu maswali ya wabunge katika kikao cha kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini jijini Dodoma, ambapo wizara imewasilisha taarifa kuhusu hali halisi na maendeleo ya sekta ya madini nchini, ambapo amesema serikali pia inaendelea kuimarisha udhibiti wa biashara ya madini na utoroshaji, huku ikisisitiza uongezaji thamani ndani ya nchi. Akitoa taarifa ya hali ya sekta hiyo, kamishna wa madini Dr. Abdulrahman Mwanga amesema madini yanaendelea kuwa sekta muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambapo mwaka wa fedha 2025-26 dhahabu iliongoza kwa uzalishaji baada ya kufikia tani 67.8 zenye thamani ya shilingi trilioni 18.4. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini Subira Mgalu amesisitiza umuhimu wa kudhibiti utoroshaji wa madini na kupunguza tozo katika mnyororo wa biashara ya madini, na kuitaka serikali iangalie upya tozo kwa wachimbaji wadogo ambazo zimekuwa ni mzigo mkubwa. Aidha, serikali imesema itaendelea kusimamia utekelezaji wa uwajibikaji wa jamii CSR na kuhakikisha shughuli za madini zinawanufaisha wananchi wanaozunguka maeneo ya migodi. Zaidi ya wafungwa na mahabusu 600 waliopo katika gereza la Ukonga wanatarajiwa kunufaika na kambi ya uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza unaotolewa na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, lengo likiwa ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata haki ya huduma za afya. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Dr. Peter Kisenge amesema wafungwa watafanyiwa uchunguzi wa kina ili kubaini mapema, huku akisisitiza kuwa huduma hiyo ni muhimu kwa kuwa wafungwa nao ni sehemu ya jamii inayotakiwa kupata huduma zinazozingatia utu na usawa. Taasisi inatambua kwamba afya ni msingi wa kila raia, kwamba kila raia anahitaji kupata afya bora na si fursa, ni msingi wa kila raia. Kwa kutambua hilo, tunajua kabisa wafungwa nao wana haki ya msingi ya kuwa na afya bora, na ndio maana taasisi vile vile imekuja katika gereza la Ukonga na kufanya vipimo mbalimbali vya magonjwa ya moyo, lakini na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Tumekuja na madaktari wa bingwa wa moyo ambao watakuwepo hapa kwa muda wa siku 5 kwa kuwapima wafungwa, na tunategemea kuwapima zaidi ya wafungwa 600. Aidha, amebainisha kuwa wafungwa watakaohitaji matibabu watapatiwa dawa, wakati wale watakaohitaji uchunguzi wa kibingwa zaidi watapelekwa JKCI kwa huduma zaidi. Na tayari tumeshaanza tangu jana, wamepimwa magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukizwa, na wale ambao watagundulika wana matatizo watahitaji kupata rufaa, watakwenda katika taasisi yetu na waweze kuhudumiwa zaidi, na wale ambao watapata matibabu tutawapatia dawa pale pale. Tumekuja na dawa na tumekuja na vipimo vya kama echo, tumekuja na ECG,
tutawapima damu na vitu vinginevyo. Tunatekeleza kauli mbiu yetu ya jua namba zako, jua presha zako, jua mafuta kwenye damu, jua sukari yako, lakini jua uwiano wa uzito na urefu. Kamishna msaidizi mwandamizi wa magereza na mkuu wa kitengo cha afya wa magereza Nsajigwa Mwankenja, pamoja na kuishukuru taasisi ya JKCI, amesema wafungwa ni haki yao kupata matibabu ili kuwa na afya njema, ili wanapomaliza kutumikia vifungo vyao warudi uraiani wakiwa na afya njema na kuendeleza uzalishaji. Kuna msemo wao unatumika unasema prisoners health is public health. Yaani mfungwa anapokuwa na afya njema inakuwa na manufaa hata kwa jamii. Akitoka na maambukizi gerezani, kama ni ugonjwa wa kuambukiza basi ataenda kuambukiza huko nje. Sababu hawezi akakaa gerezani milele, ipo siku atatoka. Lakini akitoka na afya ambayo imeyumba, hana afya njema, akitoka nje atakuwa mzigo kwa taifa. Hawezi akalitumikia taifa kwa ukamilifu. Kwa ndio maana tunapambana kuhakikisha wanatoka wakiwa na afya njema ili waweze kushiriki majukumu mbalimbali ya ujenzi wa taifa bila shida yoyote. Kwa hiyo tunatoa shukrani za dhati na tunaahidi sisi tutaendelea kutoa ushirikiano. Uchunguzi na matibabu ya magonjwa hayo ni mwendelezo wa huduma hizo ambazo zimeendelea kufanywa na taasisi hiyo katika maeneo mbalimbali nchini, ambapo itaendelea kufanyika katika magereza mengine nchini. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali itaendelea kutenga rasilimali za kutosha ili kuhakikisha skuli zote zinakuwa na miundombinu ya kisasa, walimu wenye sifa na vifaa stahiki vya kufundishia na kujifunzia. Amesema hayo wakati wa hafla ya ufunguzi wa jengo la Daharia katika skuli ya sekondari ya SNU Makame iliyopo Kibuteni, Unguja, Zanzibar, ikiwa ni shamra ya tamasha la Kizimkazi Festival 2026, ambapo amesema serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu. Napenda kuwahakikishia kuwa jitihada hizi za serikali katika kuimarisha miundombinu ya elimu ni endelevu na zinajumuisha upatikanaji wa vifaa mbalimbali vikiwemo vifaa vya kufundishia, samani na upatikanaji wa walimu wenye sifa. Hivyo serikali itaendelea kutenga rasilimali za kutosha ili kuhakikisha skuli zetu zote zinakuwa na miundombinu ya kisasa, walimu wenye sifa na vifaa stahiki vya kufundishia na kujifunzia. Lengo letu ni kuandaa vijana wenye maarifa, ubunifu na ujuzi utakaowezesha kujitegemea na kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Napenda pia kutoa rai kwa uongozi wa skuli, walimu na wanafunzi kutunza na kulinda daharia hii na miundombinu mingine kwa umakini mkubwa. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Leila Musa amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeendelea juhudi za kuboresha elimu, ikiwemo kusudio la kuondoa utaratibu wa wanafunzi kusoma katika awamu mbili, yani mchana na jioni, ili waweze, ambapo umekuwa ukiwaathiri katika elimu zingine ikiwemo masuala ya kidini. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, ni habari njema kwa wilaya hii ya Kusini Unguja ambayo tumeshafanikiwa 100%. Wanafunzi wote wa skuli kwenye wilaya hii wanaingia mkondo mmoja na tunapambana na ujenzi kila mwaka. Mheshimiwa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar tangu ingie madarakani, wakati inaingia madarakani bajeti ya sekta ya elimu ilikuwa bilioni 256, lakini mpaka nazungumza hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, bajeti ya Wizara ya Elimu ambayo tumesoma mwaka huu wa fedha ni trilioni 1.1. Ni uwekezaji mkubwa na uthubutu mkubwa wa serikali katika kuhakikisha kuwa inaweka mazingira wezeshi ya kutekeleza malengo ya Millennium SDG 4 ya dunia. Uwekezaji katika elimu Zanzibar umeongezeka bilioni 256 hadi kufikia trilioni 1.1 kwa sasa, ikiwa ni uwekezaji mkubwa wa serikali kuhakikisha inaweka mazingira wezeshi ya kutekeleza malengo endelevu ya dunia katika nyanja ya elimu. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Songwe. Wananchi wamehimizwa kujenga utamaduni wa kuchangia damu katika hafla, matamasha na makusanyiko mbalimbali kama njia ya kuokoa maisha ya wahitaji, huku wakikumbusha kuwa kitendo hicho ni sadaka yenye thamani kubwa mbele za Mungu na mchango muhimu kwa jamii. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutoka mkoani Songwe inafafanua zaidi.
Wito huo umetolewa na watumishi wa kikundi cha Damu Salama wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wakati wa tamasha la michezo la Songwe Festival lililofanyika katika viwanja vya CCM Mpwapwa mjini wilayani Mbozi mkoani hapa, ambapo Simon Komba pamoja na Jackson Mwaulaga wameeleza kuwa unapochangia damu unatoa sadaka kwa wahitaji mbalimbali wakiwemo wamama wajawazito, watu wanaopata ajali na watu wanaohitaji kuongezewa damu kutokana na matukio mbalimbali. Kumbe kiwanda wewe na mimi ukichangia damu unaweza kuokoa maisha ya mama mjamzito, watoto wa miaka 5, wahanga wa ajali na watu wenye changamoto mbalimbali ya magonjwa, utaenda kuokoa maisha yao. Kwa hiyo wewe na mimi tuna wajibu wa kuchangia damu, cha kwanza kuokoa maisha ya Tanzania wenzetu, lakini ni sehemu ya sadaka katika maisha ya mwanadamu. Hakuna sababu ya kuchangia damu. Wewe na mimi tunajilia kuchangia damu kwa sababu hakuna mwingine wa kuchangia damu. Changia damu okoa maisha ya wale wenye uhitaji ili kulinda kizazi cha leo lakini kizazi cha kesho. Kwa sababu leo hii unachangia damu anayepatia wewe umjui. Kwa hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu ile ni sadaka moja hapo kubwa kwa sababu unaokoa maisha ya binadamu wengine. Kutokana na changamoto nyingi ambazo zinatokea hospitali. Kwa mfano, wamama wajawazito ambao wanajifungua huwa wanapoteza damu nyingi, watoto wadogo huwa sababu ya michazo kwa chini na magonjwa, kwa hiyo inapelekea ukosefu wa damu. Changamoto pia ni wale wahanga wa ajali ambao zinaweza zikatokea muda wote, wewe kujua saa wala muda wote unapata leo kwa hiyo kwa mzima baada ya siku moja ukapata changamoto au Mungu anajali au mtoto ukapoteza damu. Ukihusika sehemu alipo kitatafuta damu sehemu yoyote ili kwa maisha yule ndugu yako, lakini baada ya hapo kuna issue ya kufanya replacement ambayo utatafuta watu ambao sio zidi watatu kwa unit moja kwa ajili ya kufanya replacement ile damu ambayo imetoka ili kwenye benki yetu ya Damu Salama isikiwe ili asitokea mgonjwa mwingine yote aweze kupata huduma kwa haraka na kuokoa maisha yake. Katika hatua nyingine, mratibu wa Damu Salama mkoa wa Songwe Swaleh Huseni ameeleza kuwa mwitikio wa uchangiaji damu kwa jamii bado si wa kuridhisha kutokana na sababu mbalimbali, akieleza kuwa wao kama watumishi wanafanya jitihada za kuendelea kutoa elimu katika mikusanyiko ya watu mbalimbali ikiwemo nyumba za ibada, shuleni, vyuo, mashirika pamoja na taasisi mbalimbali za umma pamoja na taasisi binafsi. Mimi bado naelewa kuhusiana na uchangiaji damu, ambapo wanaamini kwamba mtu anapochangia damu basi damu yake itaongezeka kiasi kwamba atakuwa anamletea madhara, lakini ukweli ni kwamba mwili ulivyo unapofanya kazi kulingana na sayansi kwamba damu inayotoka ndio ile ambayo mwili unaenda kuirudisha na kuzalisha upya kulingana na kiwango ambacho kimepotea. Kaifani msikitini kote huko tunafika kutoa elimu, lakini pia nakusanya damu mashuleni ambapo wao ndio wadau wetu wakubwa. Damu imekuwa ikikusanya nyingi huko pia, lakini kwenye taasisi mbalimbali za umma na binafsi napokuwa tumekuwa tukitoa elimu pamoja na kukusanya damu. Wito wangu ni kwamba wananchi wajitokeze hasa kunapotokea na mikusanyiko kama hivi na kwa kuna tendo la lakini pia kuna vituo vyetu vya afya kila halmashauri kwa wanaweza kufika wakakusanya damu. Pia tuondoe dhana potofu kwamba kuna madhara katika kuchangia damu. Mimi leo ndio hapa mwenyewe ni mchangiaji mzuri wa damu, lakini nipo vizuri na sina changamoto yoyote. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuhamasisha watu jamii tusisubiri hadi atakapopata mgonjwa ndio tuanze kutafutana kwenda kumchangia. Zaidi ya chupa 50 za damu zimekusanywa kupitia tamasha hili ambapo watu zaidi ya 300 kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa huu walikusanyika kushuhudia burudani za michezo huku wakishiriki pia katika zoezi la uchangiaji damu kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji. Kutoka Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Baba mmoja na mtoto wake wamenusurika kifo baada ya baba huyo kumtumbukiza mtoto kisimani kisha na yeye kujirusha, huku chanzo kikidaiwa kuwa ni mgogoro wa kifamilia kati yake na mke wake. Tukio hilo linadaiwa kutokea katika mtaa wa Kasimba ambapo mashuhuda wanasema baba huyo alitoka ndani na mtoto huku anakimbia na kusema bora afe yeye na mtoto wake. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Kasimba Nsimwa amesema alipigiwa simu na majirani na kupewa taarifa za baba na mtoto kutumbukia kisimani. Nilikuta ni baba katumbukiza mtoto wake kisimani, pia naye akamtumbukiza. Kwa hiyo tukio lile lilileta mtafaruku kubwa sana. Nilifika kuta wananchi wamejaa na wameshamuokoa mtoto, wamemtoa, lakini pia naye baba ameokolewa.
Kujaribu kuhoji, kweli ikaonekana kuna changamoto ndani ya nyumba kati ya baba na mama. Kweli hilo tukio nimeliona, nilikuwepo nyumbani nafanya usafi, kasikia kelele, tukafika kwenye tukio, nikaambiwa kwamba kalete kamba, nikakimbia nikachukua kamba, nikampa, wakaingia wakatoa mtoto. Mungu amesaidia, mtoto anaendelea vizuri na baba alitoka, wote wanaendelea vizuri. Ilikuwa asubuhi, sikumbuki ilikuwa kama majira ya saa ngapi. Nimetoka ndani kwangu, nikamwona jirani yangu huyo akatoka ndani kwake, akiwa anazungumza maneno fulani hivi. Nikaona moja kwa moja anakimbia akaja kujidumukiza kisimani, lakini hapo kisimani alikuwa anachota mke wangu maji. Kwa hiyo ndo alipofika pale akadumbukia moja kwa moja. Ilikuwa ni saa 2 kama dakika 10 hivi, nimepigiwa simu na majirani, wananchi wema, kwamba kuna tukio la baba na mtoto kudumbukia kisimani. Basi mimi nikawa nimesogea eneo la tukio, nikawa nimefika hapa kweli kukuta hali kama ilivyo. Na kwa maelezo ya haraka ni kwamba, kwa maelezo ya majirani, kwamba ilionekana kulikuwa na mgogoro kidogo kati ya baba na mama. Kwa hiyo hasira ikamchukua baba kuamua kuchukua mtoto wao wa umri wa miaka 4 na kumtumbukiza kisimani. Kuna kisima kiko hapa ambacho kina urefu zaidi ya futi 28. Mtoto kadumbukia humo, baba naye akawa amejitupia humo. Mtaalamu kutoka kituo cha afya Ilembo, Kevin Ponela, amekiri kuwapokea majeruhi hao na kudai kuwa hali zao zinaendelea vizuri. Mtoto wa miaka 4 wa kike ambaye akiwa na shida ya upumuaji pamoja na kuwa amechoka sana, kutokana na kwamba inasemekana kuwa alidumbukia kwenye kisima na hivyo alikunywa maji mengi. Kwa hiyo alivyoletwa hapa tuliweza kumpatia matibabu stahiki na hivyo aliweza kuruhusiwa siku ya jana na kuelekea nyumbani akiwa na afya njema. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi linatoa rai kwa wananchi kuwa na desturi ya kutatua migogoro ya kifamilia kwa njia ya kushirikisha ndugu, viongozi wa dini au viongozi wa serikali, hali ambayo husaidia kutojichukulia sheria mkononi. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA na Vodacom Tanzania zimesaini makubaliano ya ushirikiano wa miaka 2 yanayolenga kutumia teknolojia za kidigitali kuboresha mazingira ya uwekezaji nchini, ikiwemo huduma za mawasiliano ya intaneti. Ushirikiano huo pia unalenga kuhamasisha uwekezaji kupitia majukwaa ya biashara, maonesho na mikutano ya uwekezaji ndani na nje ya nchi. Ushirikiano huo pia unalenga kuhamasisha uwekezaji kupitia majukwaa ya biashara, maonyesho na mikutano ya uwekezaji ndani na nje ya nchi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini makubaliano hayo, mkurugenzi mkuu wa TISEZA Gilead Terry amesema mafanikio ya ushirikiano huo yatapatikana kupitia kuongezeka kwa matumizi ya huduma za kidigitali na malipo ya kidigitali kwa wawekezaji, kuongezeka kwa wawekezaji wa ndani wanaofikiwa na huduma za TISEZA. Lengo la ushirikiano wetu ni kuendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji nchini, lakini pia kuunganisha dhamana ambayo sisi tunayo ya kukuza, kuratibu na kuwezesha uwekezaji pamoja na utaalamu ambao wenzetu wanao kwenye masuala ya teknolojia na masuluhisho ya kidigitali na huduma ambazo zinaweza zikawafaa wawekezaji. Na lengo ni kwamba kwa ushirikiano wetu tutatumia teknolojia bora ambazo wanazitoa kwa ajili ya kutoa huduma kwetu sisi kama taasisi, lakini pia kurahisisha uwekezaji, ufanyaji biashara na kuchangia ukuaji wa uchumi wetu. Mkurugenzi wa biashara kutoka Vodacom, Nguvu Kamando, amesema kampuni hiyo inalenga kuhakikisha teknolojia haigeuki kuwa kikwazo kwa wawekezaji kwa kutoa suluhisho zinazokidhi mahitaji ya biashara, kuanzia wajasiriamali wadogo hadi kampuni kubwa. Kama wadau wa maendeleo Tanzania, hatutakuwa nyuma, bali tutaendelea kushirikiana na serikali na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba teknolojia inachukua mkondo wake katika kuleta maendeleo katika nchi hii. Dunia imekuwa kiganja sasa, na sio tu kwa Watanzania, lakini hata wawekezaji ambao tungependa waje kwa wingi nchini kwetu ili kuendelea kupata maendeleo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo hiyo tunaendelea kuleta suluhisho ambazo zinakuja kutatua changamoto kwenye biashara, kwenye viwanda,
kwenye kilimo, kwenye afya, kwenye elimu na kadhalika. Ushirikiano huo unatarajiwa kuongeza ufanisi wa huduma kwa wawekezaji na kuchochea uwekezaji zaidi kupitia matumizi ya teknolojia, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kujenga uchumi shindani na kuongeza fursa za uwekezaji nchini. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Tume ya Utumishi wa Umma imesema serikali ina nia ya dhati ya kuhakikisha watumishi wa umma wanakuwa salama na wenye afya njema na hivyo kutekeleza wajibu wao wa kuhudumia wananchi ipasavyo. Kauli hiyo imeelezwa na Katibu wa Tume ya Utumishi wa Umma Nolasco Kipanda alipofungua mafunzo ya usalama na afya mahali pa kazi kwa wakaguzi wa tume hiyo yaliyoandaliwa na Wakala wa Usalama na Afya Mahali pa Kazi OSHA kwa lengo la kuwajengea uelewa wakaguzi hawa wenye jukumu la kukagua uzingatiaji wa sheria na miongozo mbalimbali katika sekta ya umma. Sasa hilo hata serikali nzima inaamini watumishi wakiwa na afya njema watafanya kazi vizuri. Sasa serikali haihangaiki, uko tayari kwa sababu ina chombo chake OSHA ambacho kinalisimamia hilo. Lakini pia kutokana na umuhimu wa rasilimali watu, serikali kupitia ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora ilisisitiza tume kufanya ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria, usalama na afya mahali pa kazi ili kuhakikisha watumishi wa umma wanafanya kazi katika mazingira mazuri na kulinda afya zao na usalama wao. Lakini nia ni kwamba waweze kutenda na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Kazi yetu sisi sio kutekeleza sheria, ila tunahakikisha waajiri waitekeleze hiyo sheria kama ambavyo wenzetu wa OSHA wanataka waisimamie. Mtendaji mkuu wa OSHA Hadija Bwenda ameipongeza serikali kwa kudhihirisha nia ya dhati ya kuwalinda watumishi dhidi ya ajali na magonjwa yatokanayo na kazi kupitia utekelezaji wa sheria na miongozo ya usalama na afya mahali pa kazi. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa nia yake ya dhati ya kuhakikisha kwamba nguvu kazi ya taifa inalindwa katika sekta zote, sekta ya umma na sekta binafsi. Na hili limedhihirisha pale ambapo maelekezo yake yametekelezwa, ambapo masuala ya usalama na afya yamewekwa katika kanuni za kudumu za utumishi wa umma. Sisi tunaishukuru sana tume ambao leo wametushirikisha ili tuwape haya mafunzo, wakienda kukagua wajue ni maeneo gani ambayo watayakagua. Na baada ya kukagua tutakuwa na kikao kingine tena cha postmortem kuangalia uzingatiaji wa sheria ndani ya serikali. Hili lina faida kubwa sana kwa sababu kwanza sisi ndio tunaotoa huduma. Tunapokuwa watumishi wa umma tuna afya njema, maana yake ni kwamba tunaweza kutoa huduma bora. Baadhi ya wakaguzi wa tume wameeleza mafunzo hayo kama nyenzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu yao. Wakazi wa jiji la Mbeya wameishukuru serikali kwa kuanza kukwamua mradi wa barabara ya njia 4 inayoanzia eneo la Nsalaga hadi Ifisi nje kidogo ya mji wa Mbalizi yenye urefu wa kilomita 29 kwa kiwango cha lami, kwa kuwa ubovu wa barabara umekuwa kero kubwa kwa wakazi wa mji huo kwa muda mrefu. Shukrani hizo zinafuatia kauli iliyotolewa na Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku moja jijini Mbeya mwishoni mwa juma lililopita, ambapo kilio kikubwa cha wakazi hao pamoja na mambo mengine kilikuwa ni ubovu wa barabara hiyo ambayo ujenzi wake hujakamilika tangu uanze mwaka 2021. Hiyo mifuko 7 ilitarajiwa ingepokea shilingi, kiangalia makusanyo halisi na ile 70%, ilitarajiwa ingepokea shilingi 324.2 bilioni na kiasi chote cha shilingi 324.2 bilioni kimepelekwa katika mifuko ile kwa mujibu wa kile kiwango ambacho inategemewa kipokee. Kwa upande wa mfuko wa barabara ambao ndio unahusika zaidi kwenye swala hili la kwanza, ulitarajiwa una sehemu mbili, lakini ulitarajiwa upokee shilingi bilioni 76 katika mwezi wa Julai, na mfuko huu umeingiziwa shilingi bilioni 76. Na tupofuatilia kwenye barabara yetu hii na ambapo tayari imeshapata fedha kile kiwango chote ambacho mkandarasi alikuwa anadai hiki cha nyuma, shilingi bilioni 9 alizokuwa anadai zote zimeshatolewa. Sasa mkandarasi akaendelea kufanya kazi, na sisi tutaendelea kufuatilia takriban kile atakavyokuwa anatoa zile ankara zake za madai ziweze kulipwa kwa wakati. Barabara hii sasa hivi isisite, iendelee kujengwa, ikamilike. Upande wetu Wizara ya Fedha tumekutana na Wizara ya Ujenzi,
Tumewaambia wasipange barabara zote kwa vipaumbele kwenye kupata fedha hizi kutokana na mfuko. Tumekubaliana namna ya kupata fedha nyingine kama kitangulizi, wakati hizi nyingine zinaendelea kukusanywa kidogo kidogo, ili miundombinu ya barabara zote tulizonazo, zile ambazo zipo katika mpango wa maendeleo kama hii barabara ya Mbeya njia 4 ziweze kutekelezwa kwa haraka, na tuondokane na kadhia hii ya usumbufu wa barabara yenyewe kwa mashimo, lakini na vumbi ambalo mheshimiwa mbunge hapa amelisema. Naye mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Patrick Mwalunenge amebainisha kuwa barabara ya Nsalaga hadi Ifisi imebeba uchumi wa wakazi wa Mbeya na kumwomba waziri wa fedha kutatua kilio cha muda mrefu cha wananchi wanaotaka maendeleo kupitia matumizi ya barabara hiyo ambayo inaenda hadi Tunduma, mpakani mwa nchi jirani ya Zambia. Leo tumepita na wewe kwenye barabara, umeona, na tumeshaongea kwenye ofisi za chama, tumeongea kwenye ofisi ya mkoa, na mkuu wa mkoa tulikuwa naye, wote tumeongea. Jambo la kwanza, kipaumbele cha wana Mbeya ni barabara ya njia 4. Haya yote tunayoyafanya, lakini barabara hii isipokamilika tutakuwa tuwatendei haki wana Mbeya. Na umeona maduka mengi yako barabarani, hoteli nyingi ziko barabarani pembezoni mwa barabara ya njia 4, na wameajenga vizuri sana, na wana Mbeya ni wachapakazi, wala hawataki kuambia wakafanya biashara, tayari wako kwenye biashara, lakini unaona biashara zao zinachafuka, maduka yanachafuka, suti pale zinauta ziko madukani lakini zimeshachafuka zikiwa dukani, vifaa vya ujenzi hali kadhalika na shughuli zingine zote. Wenye mahoteli sasa hivi wanasafisha vyumba mara 3 kwa siku kwa sababu ya vumbi ambayo inaingia. Kwa hiyo nakuomba. Akiwa katika ziara ya kikazi mkoani humo, waziri wa fedha amewahakikishia wakazi wa mkoa wa Mbeya kwamba serikali itajenga barabara hiyo kama ilivyokusudiwa baada ya mkandarasi anayejenga barabara hiyo, kampuni ya Chiko ya nchini China, kulipa madai yake kiasi cha shilingi bilioni 9 alizokuwa anadai serikali. Serikali kwa kutukumbuka na kutuwezesha wana Mbeya ili kukamilisha hii miradi ya kimkakati ya barabara zaidi ya bilioni 9 na ushe. Mama Samia, maua yako upewe, rais wetu mpendwa. Tunakushukuru sana waziri wa fedha kutuwezesha wana Mbeya. Tunashukuru sana kwa kweli. Kabla ya hapo hii miradi ilisuasua, tulikuwa wafanya biashara tunaumwa vikozi na biashara pia hazifikiki, biashara zinachafuka. Lakini sasa baada ya kutoa hizi fedha, tunaishukuru sana serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan na kumpongeza waziri wa fedha kwa namna ambavyo ametukumbuka. Sasa tunaamini kabisa kwamba uchumi wa Mbeya utakuwa na biashara zitazidi kushamiri, kwa sababu biashara haziwezi kushamiri bila kuwa na miundombinu imara kama hii. Na pia watembea kwa miguu, namna ya kupita eneo kama lile hatuwezi kupita, ni ngumu kupita. Alafu pia vumbi mpaka ajali za barabarani zinatokea, magari yanaanguka, gari imeanguka pale kwa sababu ya hii barabara. Alafu pia kama kuna fungu lililotengwa mpaka sasa tumeshatangaziwa, tunaomba hilo fungu lianze kufanya kazi. Kabla ya kuchimba kulikuwa na uafadhali, baada ya kuchimba kero yetu kubwa ni vumbi, namna tunavyoishi kwa sasa hivi. Barabara haiendi kwa haraka, kuna sehemu imetitia, magari hayawezi kupita sawa sawa, na siku ambazo huwa wale wa barabara hawafanyi kazi, vumbi inakuwa kama hivi ilivyo sasa hivi. Na hali inayoendelea sasa hivi inakuwa mbaya zaidi kwa sababu ukame unazidi kuongezeka. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.